Msikilizaji, rais wa Marekani Donald Trump atawakaribisha viongozi wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siku ya Alhamisi Desemba 4 kutia saini makubaliano ya amani, ilisema taarifa ya ikulu ya White House. Hatua hii ni mwendelezo wa mapatano ya amani yaliyosimamiwa na Marekani, yaliyotiwa saini na mawaziri wa mambo ya nje wa nchi hizo mbili Juni 27 ili kusaka amani ya kudumu eneo la mashariki mwa DRC. Nini matarajio ya wananchi wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Na je, hatua ya viongozi hao wawili itakuwa ndio mwisho wa uvamizi wa Rwanda huko DRC kama zinavyoonyesha ripoti kadhaa za Umoja wa Mataifa? Mimi ni Ruben Lukumbuka, na katika kudadavua hili nimewaalika Profesa Pasifike Malonga. Yeye ni mchambuzi na pia ni mwandishi wa kujitegemea na mwanazuoni aliyeanzisha kona ya Kiswahili sanifu katika maktaba ya umma ya Kigali, akiwa Kigali nchini Rwanda. Profesa Pasifike Malonga, habari ya wakati huu? Mimi nashukuru Mwenyezi Mungu. Lakini pia nimemwalika François Alwende. Yeye ni mtaalamu wa siasa za maziwa makuu akiwa jijini Nairobi nchini Kenya. Hujambo ndugu François Alwende? Si jambo sana ndugu yangu Ruben Lukumbuka. Naam, karibu sana. Na kwanza kabisa Emmanuel Makundi, tukumbushe mambo yalivyokuwa tangu pale mawaziri wa mambo ya nje toka DR Congo na Rwanda waliposaini makubaliano ya amani kule Washington. Mwezi Juni, Rais Trump alikutana na mawaziri wa mambo ya nje toka nchi hizo mbili, ambapo alitia saini makubaliano ya awali yaliyompa nguvu Trump kuelekea kile amesema kumalizika kwa vita ya mashariki mwa Kongo. Licha ya makubaliano ya mwezi Juni, mapigano mashariki mwa nchi hiyo hayajakoma, huku kila upande ukimtuhumu mwingine kutoheshimu mkataba wa kusitisha mapigano, ambapo hadi sasa haifahamiki ikiwa utiaji saini wa viongozi wa juu kutasaidia kumaliza mzozo kati yao. Rwanda, inayowasaidia waasi wa M23, ina mamia wanajeshi wake mashariki mwa Kongo, jambo ambalo ndilo limekuwa mvutano katika majadiliano yanayoendelea, Kinshasa ikitaka Kigali iache kuwasaidia waasi hao na kuondoa wanajeshi kwenye ardhi yake. Mwishoni mwa juma lililopita, Rais Felix Tshisekedi kupitia msemaji wake Tina Salama alithibitisha kuwa atahudhuria shughuli hiyo sawa na mwenzake Paul Kagame, ambaye katika hotuba ya Alhamisi iliyopita alionyesha matumaini madogo hata kama atatia saini makubaliano na Kinshasa. Haya yakiendelea, Rais Paul Kagame amefanya marekebisho kwenye baraza lake la mawaziri, ambapo amemteua Dr. Usta Kayitesi kama waziri wa masuala ya ukanda na mambo ya nje, akichukua nafasi aliyewahi kuwa mkuu wa majeshi General James Kabarebe, ambaye ameteuliwa kuwa mshauri wa masuala ya ulinzi na usalama kwenye ofisi ya rais. Asante sana Emmanuel Makundi. Bila shaka Profesa Pasifike Malonga, umesikia taarifa hii imeweka bayana mambo yalivyoanza na hadi pale tumefikia hatua hii. Kwanza ni hatua ambayo imekuwa ikiahirishwa mara kadhaa. Unafikiri ni kwa nini hili lilitokea namna hii, kuahirishwa mara kwa mara kwa utiaji saini wa makubaliano haya? Mimi nafikiri kwamba sababu zinaeleweka vizuri, kwa sababu kwanza kabisa kuna hao watu wawili wanafahamiana vizuri, na ukweli ni wazi kabisa, yaani mambo tu ya diplomasia na siasa, kwa sababu ukweli ni kwamba ukimwambia Rais Paul Kagame aondoe watu wake Kongo, yeye atakwambia moja kwa moja kwamba jamani, hamna watu wangu huko, kwa sababu atakwambia kwamba ni M23 au M23, ni wakongomani wenyewe wanapigania haki zao huko. Kwa hivyo itakuwa ni vigumu sana kubadilisha msimamo. Naam, François Alwende, umemsikia Profesa Malonga kutoka pale Kigali. Rais Felix Tshisekedi hivi karibuni alisema yeye hatotia saini makubaliano yoyote kabla ya jeshi la Rwanda RDF kuondoka katika ardhi ya DRC. Hili unalitazama kwa miwani gani? Asante sana. Upande moja ni naweza kusema kwamba Rais Tshisekedi ana haki ya kudai namna hivyo, kwa sababu inaonekana waziwazi kwamba wanajeshi wa Rwanda wako katika mashariki mwa Kongo, na si mara ya kwanza. Pia ndiyo Rais Kagame alikanusha mara nyingi kwamba hayuko huko, na lakini ripoti zinaonyesha kwamba
yuko huko kwa sababu wale maexpert wa Umoja wa Mataifa waliweza kudhibitisha kwamba wanajeshi wa Rwanda wako nchini Kongo, na pia wakongomani wenyewe ambao wanaishi maeneo ambayo yamekaliwa wanajua ni nani wakongomani ambao ni M23 na ni nani Wanyarwanda majirani ambao wako Kongo kwa sasa. Na lile ambalo Rais Kagame aliweza kusema mara kwa mara kwamba hayuko huko ni siasa tu, lakini ukweli ni kwamba yuko. Nini kifanyike? Nafikiri kwamba Rais Tshisekedi ana haki yake ya kudai kwamba hakuna haja ya kusaini mkataba na wala bado wanajeshi wa Rwanda wamekalia maeneo hayo, na hawataki kutambua waziwazi kwamba wamekalia maeneo hayo, tofauti na juzi tu Rais Kagame mwenyewe kukubali kwamba ni yeye ambaye anashikilia Goma na Bukavu. Na Profesa Malonga, kumekuwa na mkanganyiko kuhusu swala zima la uwepo wa FDLR kule mashariki mwa DRC. Baadhi wanasema hawa FDLR ni madini ya Kongo, na wengine wanasema hawa FDLR wengi wamesharejea katika nchi yao. Wewe unazungumziaje hilo? Ni kwamba ukweli ni licha ya FDLR au mambo mengine, na hata hao wa Marekani au hata huyo Trump, kwanza yeye anachokifuata na yeye pia si kitu kingine kinachopendwa hapo, ni mali, ni zile ambazo tunaita kwa Kiingereza ni interest. Francois Alwende, tuseme nini matarajio ya wananchi wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia utiaji saini huu kati ya Rais Felix Tshisekedi wa DRC naye Paul Kagame wa Rwanda? Wananchi wa mashariki mwa Kongo wanachokidai usiku kama vile mchana, wanataka amani irudi maeneo yao na shughuli zao ziendelee kama kawaida. Wanachokidai ni kusitisha mapambano na nchi jirani zitambue kwamba pia wana haki ya kuishi kama vile au majirani wanavyoishi. Na hicho kinaweza kutokea tu wakati serikali mbili na serikali zingine za nchi majirani zinatambua kwamba enough is enough, wananchi wa Kongo pia wana haki ya kuishi katika amani. Nije kwako Profesa Pacifique Malonga, ukiwa pale Kigali, unadhani hatua ya viongozi hawa wawili Felix Tshisekedi naye Paul Kagame kutia saini makubaliano haya itakuwa ndio mwisho wa uvamizi wa Rwanda huko DRC kama zinavyoonyesha ripoti nyingi tu za Umoja wa Mataifa? Nionavyo mimi, kwa kweli haiwezi kuwa mwisho kama unavyouliza. Haiwezekani. Si swala la Kagame na swala la Tshisekedi. Na Francois Alwende, wewe unasemaje? Mikataba imesainiwa mara nyingi kuhusu vita ama mzozo wa mashariki mwa Kongo ama wa Kongo kwa ujumla. Hata ikumbukwe pia kuna mkataba ambao ulikuwa wa kikanda uliosainiwa Addis Ababa, lakini pia haujawahi kuheshimiwa. Ikumbushwe pia wengine ambao labda wamesahau kidogo kwamba kuna mikataba Goma ilisainiwa wakati wa Laurent Nkunda na hawakuweza kuheshimu. Kuna mikataba imesainiwa Nairobi kuhusu usalama ama amani irejee katika mashariki mwa Kongo, haikuheshimiwa. Kinachosumbua mashariki mwa Kongo ni nchi majirani ambao wana faida zao, wanatumia wakongomani wengine ambao hawapendi nchi yao kwa kuchukua silaha na kukosesha wananchi usalama. Na bila shaka muda umeanza kunivuta shati hapa studioni. Kumalizia tu kwa kifupi tafadhali, kwa sababu muda ndio kweli umekwisha. Malonga, kwa neno moja tu, unadhani nini kifanyike? Kwanza kabisa Wakongomani kwa kupitia rais wao Mheshimiwa Tshisekedi aitishe mkutano na ndugu zake, sio M23 na wengine makundi yote ambayo yanapigana huko, alafu waweze kujadiliana vizuri kama Wakongomani. Alafu la pili, majirani, Jumuiya ya Afrika Mashariki, basi kama sisi wa ndugu, basi tufaane jamani, tuzungumze neno moja ya kutafuta amani. Na Francois Alwende, na kifupi tu, ni vizuri mkataba usainiwe na pia kuwe shinikizo la kutoka serikali ya Marekani. Tuna matumaini kwa sababu Rais Trump ana namna yake ya kuongoza, labda atashinikiza serikali hizo zipate kuheshimu mkataba ambao watakao usaini. Naam, ni kushukuruni sana Profesa Pacifique Malonga kule Kigali nchini Rwanda. Asante sana, lakini vile vile asante Francois Alwende ukiwa Nairobi nchini Kenya.